Hongereni kwa kupata maji. Asante. Wakati mradi huu unaendelea na utekelezaji, tulikuwa katika ziara ya Chama cha Mapinduzi siku ya tarehe 10 ya mwezi wa pili mwaka huu. Mradi huu katika utekelezaji wake kuna vitu ambavyo nilikuwa siridhishwi navyo, nikasema kwamba wiki ya maji kuanzia tarehe 16 mpaka tarehe 22, kati ya ratiba na yohitaji ni kuhakikisha kwamba maji yamefika kwa wananchi. Na sihitaji kwamba ukaguzi huo nikaufanyie kwenye matenki au maeneo mengine tu peke yake. Nataka niende kwa wananchi nihakikishe maji yamefika. Ndio maana mnaweza kuona wataalamu wamekimbizana kwa namna hali mlivyoiona mpaka leo hii tumeweza kufanikiwa na mradi huu unaelekea kukamilika na huduma ya maji imeanza kupatikana. Niwapongeze sana wataalamu na mamlaka kwa ujumla, lakini pia pongezi hizi ziende kwa Wizara ya Maji inayosimamiwa na Mheshimiwa Juma Aweso, waziri wetu wa maji. Lakini pia pongezi kuu na thabiti kabisa zimwendee rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan aliyekumbwa na upendo kututengea fedha shilingi bilioni 7.4 kwa ajili ya kupata maji hapa mjini kupitia RUWASA. Mradi huu utaenda kufaidisha wananchi wengi na utaenda kuleta mabadiliko ndani ya wilaya yetu hasa hapa mjini. Ndio maana nikasema waondoe utepe, kwa sababu mimi sijaja kuzindua. Bilioni 7.4 nitahitaji aje ashuhudie yeye mwenyewe rais, makamu wa rais au waziri mkuu, lakini mpango ni aje ashuhudie yeye mwenyewe Daktari Samia Suluhu Hassan shilingi bilioni 7.4 namna zilivyofanya kazi. Kazi niliyofanya mimi leo ni ukaguzi. Tunaendelea kufanya nini? Ukaguzi. Sijazindua mradi. Nimefanya ukaguzi. Tunakagua kazi inayoendelea kutekelezwa. Mpaka sasa hivi tuko asilimia kadhaa katika utekelezaji wa mradi huu, ambapo kuna baadhi ya sehemu zimejengwa vituo vya kutunzia maji, matenki, pamoja na sehemu ya intake, sehemu kuchukulia maji kwenye vyanzo, lakini zimejengwa sehemu za kusambazia maji pamoja na mgawanyo wa maji kama hivi tunavyoona ya kwamba sasa hivi wananchi moja kwa moja wanaenda kunufaika. Kushukuru kwa kukubali kuja kutuzindulia huu mradi huu. Wananchi wa Nyamapinda toka wilaya hii inaanza hatujawahi kupata maji kwenye bomba. Tulikuwa tunakunywa maji ambayo sio salama. Kwa hiyo naishukuru sana serikali. Mama Samia oye! Oye! Mama Samia safi! Safi! Mitano tena kwa Mama Samia! Amina! Kamonga oye! Oye! Naishukuru sana serikali, imetukumbuka sana. Kwanza kwa miradi tuliyopata katika kata hii kwa kweli ni mingi sana. Ukiangalia kwenye madarasa, kwenye hospitali na kwenye maji ndo hatusemi kabisa. Naamini Nyamapinda wote saa hizi tutakuwa tunaoga maji kila tunapohitaji kuoga. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, meneja amesema kwamba kutoka kwenye kituo na kituo kuna umbali, ni kwa sababu watu walishindwa kujenga, walikuwa hawana maji. Hata Mdonga tulianza hivyo hivyo, nyumba zilikuwa mbali mbali tulipoenda kuangalia lile tenki la pili. Lakini baada ya maji kufika watu walikuja kujenga. Kwa hiyo naamini hata huku tatizo hili litaisha haraka sana kwa sababu maji yamefika, miundombinu imefika. Nyamapinda oye! Mshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea maji. Tumshukuru mwakilishi wetu mbunge Mheshimiwa Kamonga, na mimi nimekuwa ni miongoni mwa watu ambao nilikuwa namwambia Mheshimiwa hatuna maji, kwa sababu kule mimi ninakaa nyumba ya kupanga, lakini makazi yangu yako Nyamapinda. Na mimi niseme adha aliyosema Mheshimiwa diwani, mimi nikuta. Mimi nilikuwa najenga kajengo kana chumba kimoja sebule, angalau nishike eneo langu pale kwa sababu ninalima. Nilikuwa na sombewa maji ya kujengea. Kwanza nilikuwa nasombewa kwa shilingi 10,000 pipa. Na fundi ananiambia nataka mapipa 4. Kwa hiyo kwa siku unatoa 40,000. Kwa hiyo nimeteseka sana mpaka tukafika mahala
akanipunguzia, nikawa nasombewa kwa shilingi 5,000. Bado nikisomba manne nalipa shilingi ngapi? Jamani, si ndio bei zetu? Yani hao wanaojenga mpaka amemaliza hapo, ukipiga hesabu ya maji ni gharama kubwa sana. Cosmas Goele. Maji tumelalamika sana kwenye uchaguzi wowote ule. Tunamshukuru mama yetu Mchilo kwa kutukumbuka sisi wanawake. Aliona tunateseka maji tunakoyatoa. Kwa mfano hapo anatoa maji mtoni huko. Mimi ndio zaidi ya hao. Kwa hiyo nashukuru sana leo kwa kupata haya maji, lakini bado naendelea kuomba yafike sehemu zote. Nashukuru kabisa. Asante, ngazi zote nazishukuru kuanzia Mama Samia mpaka ya hapa wilayani nilipo, na washukuru. Kwa jina naitwa Julius John Ngailo, ni mkazi wa kijiji hiki cha Ludewa, kitongoji hiki cha Nyamapinda. Awali ya yote naomba niishukuru serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa kutekeleza ilani. Lakini ningeomba nimshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kugundua au kubaini kuwa ni baadhi ya wananchi walioko huko pembezoni hawana hizi huduma, kwa mfano umeme na maji na mengine. Lakini pia ninatambua kuwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania asingeliweza kubaini huku vijijini kuwa kuna matatizo kama haya. Kwa hiyo pia ningeshuka kidogo nimshukuru Mheshimiwa mbunge wetu Joseph Kamonga, na kwa kuendelea kushuka namshukuru mama yetu Monica Mchilo ambaye ndio diwani wa kata hii. Lakini pia nawashukuru viongozi wa serikali kwa ujumla kwa kupokea malalamiko ya wananchi wa kitongoji hiki na kuweza kuyafanyia kazi. Tumeomba Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kufika kwenye kituo chetu ambacho sisi tumekijenga mkandarasi ambao ni sehemu ya mkataba wake ulivyo, baada ya kukamilisha kituo kingine kama hiki eneo la kule Makaburini, ambao sisi tulimwasaini ajenge vituo viwili. Kwa kimoja kiko kule Makaburini ameshajenga na kingine kiko eneo hili. Kule Makaburini tulijenga kwa maana ya kusaidia kijiji, eneo lile huwa wanapata changamoto ya kupata sehemu ya maji kwa shughuli za pale. Kwa tuliongea na kijiji tukawakabidhi kituo kile. Na kituo hiki hapa tumeweka kama sample kwa maana ya huduma eneo hili la Nyamapinda haikuwahi kuwepo ya maji. Kwa hiyo tukaona ni vizuri tuweke kituo kimoja wapo ili wale wananchi ambao wanataka kuona huko, kuamini kwa kuona kama maji tayari yapo, waweze kuanza sasa kuingiza maji. Kwa mtandao wetu wa laini kubwa ambao umetoka kule kwenye tenki tulikotoka umekuja kuishia hapa, ambao tumesema kuna kilomita 2.5 kutoka kwenye tenki imepita hapo katikati mpaka eneo hili hapa. Na hii ni Nyamapinda ya kwanza ambao tunaita sisi. Nyamapinda ya pili pia kuna laini nyingine. Hapa kwa bahati mbaya ramani imeiwacha kusini nimesahau. Lakini ningekuonyesha kwa ramani ungepata picha jinsi ilivyokaa pangilio. Na kule tayari tumeshapeleka mtandao mkubwa, bomba kubwa la inchi 4 ambalo kama lililofika hapa kwa ajili ya kusaidia kuweka connection ya bomba ndogo ndogo za kutoa huduma kwa wananchi. Kwa kazi ambayo tunaendelea nayo muda huu ni kupeleka maji kutoka kwenye laini hizi kubwa kupeleka sehemu ambapo wananchi wapo ili waweze kuunganisha. Bahati nzuri kwa mfano eneo hili hapa tuna laini mbili ziko hapa zimepita kwa ajili moja inatoa huduma, nyingine ni kubwa. Hii inayotoa huduma nyumba moja hapo hii kubwa hii jirani imeshaunganisha maji. Ndio ambayo hii hapa nyumba inaonekana hii ndio tayari imeunganishiwa maji. Na kila mteja anaunganishiwa maji anafungiwa vitu vyote kwa pamoja na mita. Kwa sababu mita mkandarasi ameshaleta zote. Ni almost 80% ambayo takiwalete. Kwa tunazo ofisini. Kwa hiyo hapa tulishakuja kutoa elimu kwa maelekezo yako ambayo ulifanya ziara kipindi cha ziara ya chama kwamba tutoe elimu kwa wananchi wa hapa Nyamapinda, tuwaelekeze namna ya taratibu za kuunganisha maji. Wafanye maandalizi. Tumefanya zoezi hilo na tunaendelea nao kuonana nao kuwaelekeza mahali ambapo tayari mtandao umefika tunawaruhusu.